Na kwamba asilimia kubwa ya watu, matokeo tulionayo leo au maisha tulionayo leo ni kutokana na mipaka fulani fulani ambayo tuliwekewa pasipo sisi kujua, au kuna wengine tulijiwekea kwa kujitamkia. Mtu unaweza kujitamkia tu ukajiwekea alama yako ya mipaka, unaishia pale. Kwamba unakuta mtu anasema lakini mimi nilivyo kwa uchovu nilionao, sijui kama nitafaulu. Tayari umeshajiwekea alama ya mipaka, usitegemee kufaulu kwa sababu umeshajitamkia tayari. Lakini kuna alama zingine za mipaka zimewekwa sisi tukiwa hatujui. Zimewekwa kwa namna ya uovu ili tusiende tunakotakiwa kwenda, tuishie katikati. Wamechora demarcation line tusiweze kuvuka, na kwenye wiki hii Roho Mtakatifu ameachilia wingu, tutapenya sote kwa jina la Yesu Kristo. Na leo ninayo segment ndogo sana ambayo Mungu amenivuvia niiseme kwa habari ya alama za mipaka. Somo langu mchana huu linaitwa mipaka ya asili. Mipaka ya asili, mipaka ya asili. Of course tuko kwenye title hiyo hiyo ya alama za mipaka na hatima ya maisha yako, lakini leo tunaangalia segment ndogo ya mipaka ya asili. Asili ni kitu cha msingi sana sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kila mtu alivyo katika complication za maisha au katika umororo wa maisha utafuatana na asili yake. Kila uliye hapa unaisikia sauti hii, una asili yako ambayo unaiishi. Kuna asili yako ambayo ukitrace tangu ilipoanza mpaka hapa ulipo leo, ni neema ya Mungu tu umemkiri Yesu. Kuna mwingine pengine katika familia yako au katika ukoo wako au katika asili yako, ni wewe peke yako uliyechomoka. Mungu amesababisha matukio, umechomoka, umepata maisha fulani ya afadhali, akikutegemea kwamba wewe uwavute wengine. Lakini asili yako inaweza ikashindana na wewe ili usiweze kwenda unakotakiwa kwenda. Na ndio maana leo tunamulika kwa habari ya mipaka ya asili. Hebu sema mipaka ya asili. Jambo la kushangaza kwenye Biblia takatifu, Mungu alipotoa wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri, akawaleta kwenye nchi ya ahadi, akawapiga marufuku, akawaambia watu, katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako usiondoe alama za mipaka, kwa sababu Mungu alishaweka demarcation tayari kwa watu wangu watakaofika kwenye hii nchi, wataishi sawa sawa na mafanikio yao. Kwa hiyo Mungu aliwapiga marufuku watu wasiondoe alama za mipaka, wasiziondoe kabisa, zibaki vile vile, kwa sababu Mungu akikuwekea mipaka anataka itimie vile vile. Lakini kwenye ulimwengu wetu kuna wajanja wanaweza kukuondolea mipaka isitimie, ukakatishwa maisha kabla ya wakati wako. Hebu angalia na mimi kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 19 na ule mstari wa 14, uone marufuku ya Bwana. Kumbukumbu la Torati sura ya 19 na mstari wa 14, Biblia inasema, usiondoe alama ya mipaka wa jirani yako waliouweka watu wa kale katika urithi wako, utakaorithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Mungu anajaribu kuwaonya wana wa Israeli, msiondoe alama za mipaka walizoweka watu wa kale katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Alama za mipaka hazitakiwi kuondolewa tu, isipokuwa katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Kwa sababu Mungu alivyowaleta akatengeneza demarcation. Unaona, alimwambia Yoshua, mpaka wenu utakuwa huku mpaka mto Frati. Akatengeneza mipaka yote, akawaambia wana wa Israeli asionekane mtu anayeondoa alama za mipaka. Lakini utakuja ugundue sasa, wewe unayesikia sauti hii, kuna asili yako ambayo umetokea, na asili yako imeanza katika ubaya. Kila mtu aliyeko hapa kwenye ukoo wako au kabila lako au asili yako, hakosekani mshirikina mmoja, hakosekani. Kila uliye hapa ukichunguza vizuri kuanzia babu na bibi, ukipekua mule ndani mashangazi wa jomba, utamkuta tu kuna mshirikina fulani. Kama umebahatika sana atakuwepo mshirikina, kama utakuwa na hasala kutakuwa na mchawi ndani ya asili yako. Hawakosekani watu wa kwenda kwa waganga. Kwa hiyo hao watu wote wanashikwa na asili zao. Kwa hiyo watu wengi leo tunasuffocate kwenye mipenyo. Kwenye kupenya tunapenya kwa shida sana, kwenye kufanikiwa tunafanikiwa kwa shida sana, kwa sababu kuna asili zetu zinazotuvuta. Kuna asili zetu zinazotuvuta. Kuna watu kwa asili hawatakiwi kuolewa kwa asili, yaani asili yao ni marufuku sana kuoa. Kuna watu asili yao ni marufuku sana kujenga nyumba, na hawa utawagundua kwamba anaweza akapata fedha akanunua eneo likakaa miaka 7 hajawahi hata kulipalilia. Yaani anakwenda kulitembelea na kurudi. Ameweka tu Mmasai mlinzi pale, anaweka mtu fulani analinda pale, au ameweka security guard analinda pale, au majirani ndio wanaomlindia yeye, hajawahi hata kuleta tofali akapeleka. Kuna watu asili zao zinakuruhusu ujenge lakini usikae. Unajenga nyumba lakini hulali.
unapangisha kwa sababu gani? Lakini nao unaenda kupanga mahala, kwa sababu kila ukilala kwenye nyumba uliyojenga mwenyewe ina mauzauza. Kwa nini? Asili yako inakataa. Ni marufuku, ni marufuku kukaa kwenye nyumba, yaani uwe mtumwa wa kulukaluka kwenye nyumba za kupanga. Wiki hii Mungu ataifungua milango, kila anatakiwa kupenya atapenya kwa jina la Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Utaona kwenye Biblia, kwa mfano kwenye kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 11, unaona mzee wetu Ibrahim, baba wa imani, anaoa mwanamke anaitwa Sara. Sara alikuwa ni tasa. Alipokuwa tasa Sara, Mungu akaingilia kati kwa habari ya Ibrahimu. Unajua Ibrahimu ni mtoto wa mzee anaitwa Tera. Tera alikuwa anaabudu miungu. Tera alikuwa anaabudu miungu na alikuwa na madhabahu yake kabisa ya kuabudu miungu. Tera hakumwabudu Bwana wa majeshi. Na ndio maana Mungu akamwambia Ibrahimu, toka kwenye familia ya baba yako, utoke ili nianze asili pamoja na wewe. Na ndio maana unaona anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ameanzia kwa Ibrahimu, haitwi Mungu wa Tera. Na neno watu wa Mungu, anaanza Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya Ibrahimu kulikuwa kuna mzee anaitwa Tera, anaabudu miungu, hakumkubali Yehova. Kwa hiyo Mungu akamwambia Ibrahimu, toka wewe, nataka nianze na asili na wewe. Kwa hiyo asili yetu sisi imeanziwa na Ibrahimu. Hatuiti wajukuu wa Tera, ila ni wajukuu wa Ibrahimu. Shangilie Bwana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo utaona Ibrahimu huyu ameoa mwanamke anaitwa Sara. Lakini Sara alikuwa tasa. Mungu akaingilia kati pale, Sara akapata ujauzito, wakazaa katoto kanaitwa Isaka. Isaka naye akaja kuoa mwanamke anaitwa Rebeka. Rebeka naye alikuwa tasa. Utasa umeanza kwa mama Sara akiwa na mumewe Ibrahimu. Lakini kwa sababu bado kuna asili ya miungu ya mzee Tera inafuatana na Ibrahimu, Mungu yuko hivi, anaweza kwenda na wewe hata kama kuna upinzani na kufuata, haimaanishi kwamba Mungu hayuko na wewe. Na ndio maana ukipata catastrophe zozote au matatizo yoyote, yasikudisqualify kwamba Mungu hayupo na wewe. Mungu yuko na wewe, lakini Mungu anajua ulilonalo halitokuangamiza ila linakushepu. Unajua kuna tatizo linaweza kuja kwa mtu, Mungu akaliruhusu, akapisha tu akaliruhusu lipite. Ndio maana kuna mtu hapa, uko hapa unasikiliza neno la uzima kwa sababu ya changamoto iliyokupata. Mungu anaijua mioyo yetu kuliko sisi. Anajua kabisa huyu Francisca asipopigwa na tatizo simpati. Kwa hiyo anaruhusu unapigwa na madeni, vikoba unakudai. Umekopa ofisini, yani unakopa sana, una madeni mpaka unaona hapa msaada wangu ni Bwana. Ibadani uletu na mtu nakuja mwenyewe. Unielewa? Mungu anaruhusu. Mungu anaweza kuwa na matatizo, haimaanishi kwamba hauna Mungu, unaye, yupo. Isipokuwa anajua tatizo hili haliwezi kukuangamiza. Anakutengenezea kama mlango mahala. Na kuna wakati fulani Mungu anapenda fellowship na sisi kuliko hata sisi tunavyopenda fellowship na Bwana. Mungu anaweza kuruhusu kabisa mumeo akana kukaanga makofi ili tu unawahi morning glory na unakaa kwenye ibada ya mchana. Yaani unamtafuta Bwana kwa ajili ya matatizo ya nyumbani. Ameyaruhusu. Hautoangamia wala mumeo hatoangamia. Ametulia pembeni, anasema kwa mtu wangu huyu ninavyomjua. Nikupe mfano, scenario ya kibibilia. Unafikiri Yona kwa moyo wake ulivyo, Mungu angemweza Yona? Yona alikuwa kashakata kamba, anaelekea Tarshishi, hana habari na Ninawi. Yaani Mungu anamwambia nenda Ninawi na kutuma kapiga kelele kwenye ule mji. Yona akakataa. Ingekuwa wewe leo ungekubali kumtumikia Bwana kirahisi na kwa sababu umeisikia sauti ya Mungu. Lakini mtu ya zamani alikuwa anaweza kubishana na Mungu kabisa. Anamwambia siendi. Yaani Yona anaelekea Tarshishi, Mungu akamtengenezea matukio, alinyooka mwenyewe akaelekea Ninawi. Unaelewa? Anaruhusu makitu yanakupiga, unapigwa kushoto, pigwa kulia, unapigwa kulia. Na ndio maana kwa mfano hata kwenye Biblia Ayubu alipigwa pembe zote, lakini ni Mungu aliruhusu. Unaona Ayubu kabisa, Mungu anakutana na shetani, anamuuliza umetoka wapi? Shetani anamwambia Bwana, nimetoka kuzurura huku na huku na humo. Mungu anamuuliza shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani linamchongea Ayubu kwa Bwana, linamwambia huyu Ayubu anakucha wewe, si bure umempa vitu, lakini ukigusa ukamuondoa Ayubu atakukufuru. Mungu ndo akamruhusu, nenda. Hili andiko nililishangaa sana. Mungu alimruhusu Ibilisi kumtandika Ayubu. Sisi tunasoma maandiko tunamuonea huruma Ayubu. Jamani, Ayubu aliumizwa sana. Mungu aliruhusu. Tunatiana moyo kwenye misiba, Bwana ametoa, Bwana ametoa. Vitu vingine hata hajatoa Bwana, ila tunatiana moyo. Hajatoa Bwana. Unafikiri mambo ya Ayubu ametoa Bwana? Mungu amekaa pembeni kidogo, amepisha, ameondoa ka uwepo kake ili akupige. Wakati nawaza nikaona Ayubu huyu tunamsoma tu, lakini in really sense Ayubu alikuwa na maumivu sana. Hebu imagine, mimi na wewe, shetani hajaambiwa na Mungu nenda kamtandike. Hali zetu ziko hivi. Je, angeambiwa tungekuwaje?
Nataka tuwaze kama watu wazima hapa. Wote tuwaze kama watu wazima. Unajua injili it's all about personal life. Unanielewa eh? Hapa kila mtu ana password zake unazijua mwenyewe. Yule bwana hajaruhusiwa, hali yako ni hivyo. Je, angeambiwa na Bwana, Ibilisi njoo hapa, lingekimbia na kutuma. Nenda kwa Hidaya pale ofisini kwake akafanya utakalo, ndugu yangu. Kwa sababu akitumwa kunakuwa hakuna presence ya kimungu kwako, inahama kidogo ili uweze kupigwa unyooke. Unanielewa eh? Inahama. Hujawahi kuona wewe watu wengi sana ambao wamemrudia Kristo ni mpaka wameishiwa. Chunguza vizuri uko unaonekana kwamba ni Mkristo, ni muombaji sana, watu wanakupasivu kama ni mtu mmoja ambaye kwanza umeishiwa, alafu hata viatu vyako vipigwi kiwi. Alafu you are not handsome. Yaani ukisema tu ni mlokole unajua ndio mimi nakwambia ni ukweli. Yaani kuna wakati hata dada ukiitwa mlokole kwenye perception za watu unaanza kumpasivu, mlokole yukoje? Kama ni dada mlokole kwenye begi lake hatakuwa na chochote zaidi tu ya unanilipa daftari. Unaanza kuwaza kumbe uko sawa. Lakini kwa sababu ya ile perception ukipigwa na Bwana una deteriorate mpaka chini. Unanielewa watu wa Mungu eh? Anaruhusu utandiko ili unyooke. Kwa hiyo kuna watu asili zao ni ngumu sana. Kwenye asili yako uruhusiwi kuolewa hata kidogo. Unaona Mungu anawaambia usiondoe alama ya mipaka walioweka watu wa kwanza, kwa sababu Mungu alianza nao. Kwa hiyo anajua mipaka ilivyo, akamwambia msiondoe. Alama za mipaka ni jambo la kiroho. Kabisa kabisa. Na alama za mipaka zinatofautiana na asili ya mtu na asili ya mtu. Kwa mfano asili yetu sisi, asili ya mimi ni tofauti na wewe. Asili ya uliyekaa naye karibu hapo ni tofauti na wapembeni yako. Na ndio maana hutakiwi kuwa desperate sana au kuchanganyikiwa unapoona mtu fulani amefanikiwa, kwa sababu asili yake na wewe tofauti. Unaelewa? Yeye asili yake wende na mruhusu kushika hela, lakini ni marufuku kuwa na mtoto. Odiodi. Asili inaweza kukuruhusu vitu fulani, lakini kakuwekea mipaka ushike tu hela, lakini marufuku kujenga au nunua viwanja uwezavyo. Unamkuta mtu ni tajiri wa viwanja, wapo. Ana viwanja vingi mno, Chanika na kiwanja. Mbezi Beach kipo, Goba ndio usiseme. Matangini kule kipo, kila mahala. Muuliza sasa umeanza lini kupeleka matofali? Anakuambia anajipanga. Unajipanga, anaruhusiwa kuwa navyo, lakini marufuku kuanza hatua. Yaani hatua zake zinashikwa na asili. Unapopiga hatua kidogo tu unapeleka tofali 2000, linatokea tatizo. Mtoto anaungua moto. Unaona hapa sina solution. Kuna zile tofali 2000. Hebu acha nikachukue kwanza niuze zile, alafu mwezi wa 3 nitapeleka 5000. Unauza zile ili kusolve hili, ndio umeisha. Ni asili na kuvuta. Wewe hautojua ni asili, utaona ni bahati mbaya na utamshukuru Mungu. Nashukuru Mungu sana tatizo limekuja nikiwa na hela.